Waswahili wanasema ukiwa muongo uwe na kumbukumbu. Ukiwa muongo uwe na nini? Uwe na kumbukumbu. Sio unaongopa leo, kesho ushasahau umesema nini. Wao wamesema chama tutakiendesha kwa tone tone, na sisi tukamwambia sawa. Mmenielewa eh? Jana wameanza kutoa milio, mpaka wanaanza kutoboa siri ya kuonesha kwamba walikuwa wanafadhiliwa na mataifa ya nje huko, yamewanyima pesa, wanaanza kupiga kelele. Kwa hiyo tukiwaambia hawa walikuwa wanatumia fedha za wafadhili kuvuruga amani ya nchi yetu, wanawapa vijana bukubuku waende kufanya vurugu, wakawa wanatukatalia. Jana wanatoa milio, wanasema milioni 900 hazijapatikana kutoka kwa mabwana zao wanaowafadhili ili wavuruge amani ya nchi yetu. Washindwe na walegee. Wanaosema washindwe pungeni mikono. CCM oye! Lakini uone Mungu alivyo mkubwa. Mungu alivyo mkubwa. Leo hapa sasa hivi nilikuwa nasikiliza Katibu Mkuu wa Chadema Mnyika yuko anapiga kelele tena kwenye vyombo vya habari. Jana katoa mlio akiwa mahakamani, leo tena analalamika. Anasema waziri mkuu aidhinishe ruzuku yetu ya chama itoke. Mimi kanauliza waziri mkuu wa wapi kwanza, wa nchi gani? Wamesema waitambui serikali. Leo wanasema waziri mkuu, tena wanaenda mbali zaidi, wanasema sasa hivi ndio bajeti. Kumbe na bajeti wanafuatilia. Bajeti inaenda kupitishwa, kwa hiyo tunamuomba waziri mkuu atusaidie tupate karuzuku ketu ka kuanzia mwaka jana 25 Juni mpaka sasa. Sasa na mimi nitumie fursa hii kuwaomba watu wa Chadema. Sisi ni Watanzania. Kama wanavyoita mkutano na waandishi wa habari kuomba ruzuku ya serikali iliyoko madarakani, kabla hawajaomba ruzuku waite mkutano, watangaze rasmi kuitambua serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Vinginevyo tutaendelea kuwashangaa, tutaona kama wamechanganyikiwa hawa jamaa. Na wakati mwingine watu wanasema waacheni, msiwajibu. Sasa tunawaachaje hawa? Mwenyekiti, tunawaachaje hawa? Nauliza tunawaachaje? Kisoma Mithali 26:5 inasema mpumbavu mjibuni kadri ya upumbavu wake. Sasa wakati tunafikiria tuwaache, lakini tunaona wapumbavu hawa lazima tuwajibu kadri ya upumbavu wao. Watu gani hawana kumbukumbu hawa? Leo wanasema hivi, kesho wanasema hivi. Wanasema waziri wa fedha atupe hela, waziri mkuu hakikisha ruzuku inaingia. Kesho wakienda hatuitambui serikali. Mnaiomba serikali gani? Waziri mkuu wa Cuba au wa Kilimilile? Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hii message iende very clear. Wakawaambie Watanzania kwamba tunamtambua Dr. Samia, tunaitambua serikali yake, ili mambo yaende. Sisi Watanzania kini ujanja tone tunaendesha chama, ulisikia wapi bo? Kila wakifanya tone wanatutangazia tumepata milioni 5, tumepata milioni 6, tumepata milioni 3. Mbona hawatupi mapato na matumizi? Mapato wanatuambia, matumizi hawasemi. Matapeli tu hawa. Semeni matapeli. Kwa hiyo nimewaambia ukiwa muongo uwe na nini? Lakini yote haya tunayosema ni matokeo ya njaa, ni matokeo ya dhiki, ni matokeo ya umaskini. Chama hakina miradi, chama hakina chochote, kinaendeshwa kwa kutegemea tone, kilitegemea ruzuku, na ndio maana unaona wanapiga kelele.